Waliofikishwa mahakama ya wilaya Kiteto ni Robert Mtiambui, mwenyekiti wa kijiji cha Engusero wilaya Kiteto, Mochiwa Mgome, huyu ni mwenyekiti wa kitongoji cha Engusero, na Jerome Michael, mwenyekiti wa kitongoji cha Mabululo. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka ya haya Masakilija katika mahakama ya wilaya Kiteto, hapa anasema washtakiwa hao ni watumishi wa serikali ambao wanashtakiwa kwa makosa 8. Shtaka la kwanza hadi shtaka la 7 ni matumizi mabaya ya madaraka na shtaka moja ni la uhujumu uchumi. Amesema watuhumiwa wametenda kosa kinyume na kifungu cha 31 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kama ilivyofanyiwa mapitio mwaka 2022. Maelezo ya kosa ni kwamba watuhumiwa hao waliuza ardhi ya kijiji ekari 10.5 kwa kukiuka kifungu cha sheria namba 8 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya ardhi ya kijiji sura ya 114 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2019. Mwendesha mashtaka Masakilija mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya Kiteto Boniface Liamwike amesema watuhumiwa hao kwa nyakati tofauti walitenda makosa 8 kwa maksudi wakiwa katika maeneo yao ya kijiji cha Engusero. Akisoma kosa la 8 ambalo ni ubadhirifu wa fedha kiasi cha shilingi milioni 2.6 ambazo zilipatikana kwa kuuzwa ardhi hiyo ya kijiji kinyume cha sheria, amesema kosa la 8 ni ubadhirifu wa fedha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 2.6 ambazo zilipatikana kwa kuuzwa ardhi ya kijiji kinyume cha sheria. Hata hivyo, dhamana ya watuhumiwa hao iko wazi, lakini washtakiwa walishindwa na masharti ambayo yalihitaji kila mtuhumiwa adhaminiwa na watu wawili ambao ni watumishi wa serikali na wawe na fungu shilingi milioni 5. Hivyo nje ya mahakama tumezungumza na mmoja wa wananchi hawa na haya ni maoni yake. Ni kweli kwamba viongozi wamekamatwa kwa makosa mbalimbali na wamefikishwa mahakamani. Ninaona kwamba wanapofikishwa mahakamani sheria ifuate mkondo wake. Nachokumbuka kwenye uchaguzi uliofanyika tarehe 27 Novemba mwaka jana, mara tu baada ya uchaguzi na viongozi waliopatikana waliitwa na kupewa semina elekezi. Kwa hiyo walipewa namna ya kuyafahamu majukumu yao, lakini pia kwenda kuyatekeleza kwa vyema. Kwa hiyo nikiripotia EATV kutoka hapa wilaya Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwavuli wa EATV.